Wa Kishai TV, siku tulivu, siku njema fulani hivi yenye baridi kwa mbali. Leo nimepata wasaa kupiga story na Babu Kaju, mtu wa zamani kabisa. Utapiga story mbili tatu hapa, atatuonyesha engo fulani hivi kuangalia kipindi chao akiwa anacheza football ilikuwaje. Bwana Babu Kaju, mambo vipi? Kabisa kauliza Babu Kaju. Babu Kaju Mzanzibari anauza urojo. Babu Kaju je muuza urojo. Ndio yule mwanangu alikuwa anaitwa Babu Kaju, kwa hiyo afika Zanzibar nipeleka kwenye urojo kwa Babu Kaju. Sasa mimi sio Babu Kaju, mimi sio boy bwana. Kwa mantikio ndio kusema Babu Kaju ni muuza urojo Unguja huko. Unguja huko Babu Kaju muuza urojo. Ilikuwaje sasa ile jina akalipata mwanao? Si ndio alikuwa anapenda wakati kwa Azam. Ndio tukara urojo kwa Babu Kaju, kwa Babu Kaju. Ndio akamwita Babu Kaju na huko mtaani tena vijana kama nyinyi mnaniita na mimi Babu Kaju. Bwana hilo ndio limepata maana halisi ya mzee Babu Kaju. Babu Kaju muuza urojo zenji. Kwa wewe ni mzee Shua boy. Ni kama hivyo. Ambapo ni jina maarufu Tanzania na Kenya. Tena sio Kenya, hata Afrika Mashariki vile vile. Walikuwa wanajua mimi Babu Shua boy. Lakini mambo niko peace, niko salama, mradi naishi, niko kumbezi na vijana wenzangu kama nyinyi. Ingame vijana wenzangu, mimi sio mzee vile. Maisha yanaenda. Mimi naenda 20 tu sasa hivi. Hata 20 tu. Mimi naenda 20. Hivi mzee wangu, kuna utofauti gani wakati wa mpira kipindi kile mlipokuwa mnacheza na kipindi hiki? Unajua kuna tofauti nyingi. Mimi nilikuwa nacheza mpira kama starehe. Sasa mimi nacheza mpira nafanya kazi. CRDB benki. Na naenda Yanga niliomba condition moja. Nataka kazi. Waliponitoa sigara wakanitafutia kazi CRDB. Nikaja nikafanya. Mimi Kenya mpira labda Kenya ndio kidogo nilikuwa nalipa. 5000 Kenya money ilikuwa hela ndefu sana. Ndio kwa nini pesa? Silipi maji, silipi umeme, silipi nyumba. Kwa hiyo nataka kusema kipindi unacheza Yanga ulikuwa ulipi, lakini alikutafutia kazi. Nilikuwa nafanya kazi sigara. Waliponihitaji kwa sababu si hakuna malipo, nikasema nataka kazi. Siwezi kukaa mimi ningejiweka get collection siwezi kungojea. Kwa hiyo nikamwambia mimi nataka kazi. Ndio akanipeleka pesa ya bibi. Hata nilipotoka Kenya nikarudi, kuna mzee mmoja bahati nzuri alikuwa kwa nyumbani, mzee Magani. Ndio afike boss bibi. Nimerudi akaniuliza, "Unataka kazi utaki kazi?" Ndio, nataka kazi. Nikarudi tena. Kwa sababu niliondoka sijaandika barua nikarudi tena. Kwa sababu naye anapenda Yanga. Akauliza, "Unataka kazi?" Kabla nataka kazi. Nikarudi tena sijaandika. Pengine historia yako ya mpira inaanzia wapi? Historia yangu ya mpira bwana ilianza Bagamoyo. Ni Bagamoyo ndio ilianza darasa la kwanza. Na mzee wangu alikuwa na Pakistan. Na mimi sasa nilikuwa mzee nikitoka shule anataka niende madrasa. Sasa saa 10 mimi naenda madrasa. Na mpira unacheza saa 10. Sasa siku moja tunajulikana watu ambao tunapenda mpira. Mahali kwa Shelamia huko Bagamoyo. Akasema hapa kuna watu sasa hivi wako mpirani. Kulikuwa na mechi timu inatoka Dar es Salaam. Wakatuma watu sasa watufuate uwanjani. Yaani hapa unaponiona distance yake kama hapa kwa Msuguri barabarani. Ndio nikafika mzee sebuleni chakula, mimi nikapiga teke. Akauliza, "Kwani huyu nini?" Basi mwacheni hataki kusoma. Mimi ndo nikashukuru Mwenyezi Mungu. Ndio safari yangu pia ndio kaja kwa madrasa tena siuli. Tangu wa kwanza alikuwa anacheza mpira yule. Na wa pili vile vile. Sasa wa pili mimi nimaliza shule. Nilifanya mtihani wa darasa la 7. Sina ngoja majibu yale kwa RTC. Sasa mimi ndio kufikiria mimi nimeanza darasa 7. Mimi na kidimua. Kidimua bahati nzuri nikafaulu, nikaenda. Ndio pale sasa. Ndio soka nilianzia pale. Sababu kaka alikuwa anapenda. Na alikuwa anapenda nicheze mpira. Kwa sababu yeye si mcheza mpira. Moja kati ya wachezaji ambao walikuwa wanacheza mpira lakini huku pia wanasoma ni wewe. Pengine hiyo ilikuwa inawezekanaje kwa upande wako? Mimi nilikuwa naona hizo, kwa mfano na kipindi kile zamani ilikuwepo nini mashindano shule za sekondari kabisa kitu kama hiyo. Tunacheza na Zambia. Sasa sisi tumeenda Zambia pale. Ndio line hapo inatajwa sasa. Wametaja line hapo, sisi wakafika ya kwao.
namba ile si wanaongea language kule, namba 11 karusha bwali, basi uwanja mzima ulisimama. Sasa tunashangaa huyu sikarusha bwali. Sasa baada mpira tunakaa wenyewe tunaongea Kiingereza kidogo ilikuwa problem kidogo. How are you? No yes nazijua kidogo. Nikawita huyu sikarusha, anacheza timu ya taifa ya Zambia. Mwanafunzi anacheza timu ya taifa ya Zambia. Na sisi kipindi kile tumeenda wachezaji ambao walikuwa wanacheza ligi kuu, Adolf Kondo na Rafael Paul na mmoja Jabiri Masengo alikuwa Dodoma, ndio wao wanacheza ligi kuu wanasoma. Sasa wako dei, ukiwa dei unacheza mpira, ukiwa bodi unachezaje timu ya mtaani. Kwako ilikuwa na wepesi kiasi gani kama mwanafunzi lakini mchezaji mpira? Kwako ulikuwa na maintain vipi muda wako? Timu yetu ya shule ilikuwa inacheza ligi. Kuna mtu mmoja kama utamkumbuka, Mshindo Msola alikuwa mwalimu. Msola. Yeye ndio alikuwa mwalimu wetu wa michezo shuleni na mwalimu wa agriculture. Sasa mimi kwa sababu nilikuwa na uwezo, akawa wamenikubali. Hata mimi mpaka naenda Bagamoyo sekondari nilienda kwenye mashindano ya shule za msingi. Sasa nilipocheza timu ya Bagamoyo ilikuwa inacheza ligi, nikamwambia ukipata namba yako mtihani itume huko, utakuja kusoma Bagamoyo sekondari. Kwa mara ya kwanza kama mwanafunzi kijana mdogo unaitwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania, kwako ulijisikiaje na ile moment ilikuwaje? Kwanza nafikiri mimi nilipata kama ganzi. Kwanza ukiangalia kimo changu zimeona ushoti. Nilijisikia faraja na bahati nzuri, kwa mfano Leni marehemu Ramadhani Leni, mimi nacheza timu ya mkoa wa Pwani, yeye anafanya kazi ya RTC, mimi nasoma, nilikuwa naye. Kwa hiyo ndio kama wewe ndio nikamkuta kwa timu ya taifa, akaniambia mwanangu, wewe usijali, pambana tu kwenye soka. Pengine kama kijana mdogo unavyoitwa kwenye timu ya taifa, pengine ukutana na ubaguzi, unakutana na wachezaji ambao ni wakubwa, experienced players, kwako haikukuletea athari yoyote? Anaona kulikuwa hakuna ubaguzi, hakuna ubaguzi wowote. Watu unajua kwa mdogo kama hivi, watu wenyewe wanaenjoy kukaa na wewe, wanajua wanakupa nini. Na kwa sababu nimecheza timu ya taifa, sijacheza hizo klabu kubwa mbili, niko Sigara. Kwa hiyo ni simple. Nikaona rais na bahati nzuri ile masinia, nikamwambia Leni alinipokea, alinikubali kwa sababu nilikuwa naye tokea Pwani huko. Mechi yako ya kwanza kabisa kwenye timu ya taifa unaikumbuka? Tulienda Algeria kwenye mechi. Friendly match against Nigeria. Na matokeo yalikuwaje? Tulikula hamsa. Mimi katika mpira nilikuwa sijawahi kufunga goli 5. Nikasema wewe unafungaje 5? Basi tulikula hamsa hizo. Na wewe ukiwemo ndani. Na mimi ndani vile vile. Sasa kama kijana mdogo ushafunga goli 5, pengine kwako haikuanza kukupa pressure ile kama hiyo? Mpira ni ngumu. Ndio mimi nipo changamoto. Kwamba mpira mgumu. Mpira sio mchezo wa mama. Pambana ufike. Pengine mechi yako gani utaikumbuka daima ukiwa ndani ya timu ya taifa Tanzania? Mimi kwenye timu ya taifa nimefunga magoli lakini sio leo. Labda ukiniambia kwenye Yanga tushapigwa goli 2 bila fainali Afrika Mashariki. Bado dakika 5 mimi nasawazisha zote mbili. Hiyo ndio iko akilini kwangu mpaka leo. Mechi na nani hiyo? Elimeleki ya Sudan. Ilikuwaje hiyo game? Fainali hiyo. Tushapigwa 2 bila. Mimi ndo natupia 2 nasawazisha. Pengine ndo jina la Sure Boy lilianzia hapo. Mimi Sure Boy nilitoka nalo toka udogo shuleni huko. Mungu alinijalia. Wanafunzi wenzangu walikuwa wananikubali. Kwa umbo langu na shule ninazofanya ndio akanipachika jina hilo. Kwa hiyo nilipotoka nikatoka nalo Sure Boy. Mimi sasa siku hizi mimi sio Sure Boy, mimi Babu Sure. Sure Boy yule anacheza mpira Yanga huko. Pengine sasa ukiwa Young Africans pale utaikumbuka mechi gani ndani ya Young Africans? Basi nakumbuka hiyo finali na Elimeleki ya Sudan. Tunapigwa 2 bila, mimi nasawazisha. Ndio kitu kilinipa faraja mpaka nikapata nguvu ya kucheza. Babu, mimi nataka niambie kitu kimoja. Anasema wachezaji wa zamani mlikuwa mripi bwana. Yaani nyinyi mnacheza kwa kujitolea sababu mna kipaji, mnapenda mpira, ndio hivyo. Ina ukweli gani ndani yake? Ukweli unabaki pale pale. Kwa sababu mimi nacheza mpira, nafanya kazi CRDB.
Lakini sasa hivi unacheza mpira unafanya kazi Yanga wanakulipa 10M. Ina maana na ukweli kiasilimia fulani kama wachezaji wa zamani kwa mlipi na timu. Nani akulipe? Labda kuna mtu mpenzi akikuheshimu afu akakupenda ndio anaweza akakufanyia kimya kula 10, kula 5, kula 20. Lakini sasa kuna saini mkataba miaka 2 milioni 100. Ndio maana ukiangalia watu wengine wanasema wachezaji wa zamani walikuwa wanapenda sana, hakuna starehe. Mimi naweza nikaitumia ovyo. Sasa si ndio chizi. Milioni 100 nitumie. Haiwezekani. Hapo natumia 100. Sina, mimi napenda starehe. Hata baskeli sina, hata gari sina, starehe gani? Starehe mzie gari.